Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Isaiah 59 from verse 19. Isaiah 59:19. Inasema Isaiah 59:19 inasema, basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi, na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Najua Biblia ya Kiingereza inaongea kitu tofauti, wakati Kiswahili tunasoma inaongea kuhusu the Spirit of God. Wakati the Spirit of God inaamka katika kiwango. Na leo nataka niongelelee kuhusu God intervention. Wakati Holy Spirit anainuka katika kiwango chake katika maisha yetu. Wacha tuamini na tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, Roho wa Bwana, tunakualika utuongoze, utusaidie. Nani yawezaye kutafsiri neno lako isipokuwa kusaidiwa na Roho Mtakatifu? Nainua wateule wote walio katika nyumba hii, ya kwamba utanena na kila nafsi kulingana na vile utakavyo wewe, Roho wa Bwana. Tunakualika tusikiapo neno hili Bwana, utupatie nguvu ya kuliweka ndani yetu. Utuongoze katika haki yako na katika mapenzi yako. Neema yako itutoshe, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tuomba ya kwamba utatujenga nalo, utatuongoza nalo, na utatuinua nalo. Tunakataa kila roho ya aina ya kuchanganyikiwa. Na tunaomba mapenzi yako mahali hapa Bwana, na nguvu zako mahali hapa Bwana. Roho Mtakatifu, chukua nafasi yako kwa kila mmoja. Na ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba na tumeamini, na zote tuseme amen, amen. Leo nataka kuongelelea kuhusu God intervention, ama Holy Spirit taking a stand or making a standard in our lives. Na tunaweza keti chini. Na leo nataka niongee kuhusu God's intervention, wakati Mungu anachukua nafasi katika maisha ya mtu. Na kuna watu katika Biblia Mungu alichukua nafasi, na hiyo nafasi mtu yeyote angeingililia hangeweza, kwa sababu ilikuwa ni nafasi Mungu amechukua ili afanye jambo katika maisha ya watu. Kuna wakati Mungu alichukua nafasi na akaongea na Musa, na akampatia jukumu la kwenda kufanya ukombozi wa wana wa Israeli waliokuwa katika utumwa, na waliofungwa, na waliotumikishwa. Na katika moyo wa Farao hakuwa awaachilie, lakini Mungu mwenyewe akachukua nafasi yake na akaintervene katika jambo hilo. Juu wakati Mungu aliteremka huko, alikuwa anataka awakomboe na awatoe huko, lakini mkono uliowafunga ulikuwa na nguvu juu yao. Kwa hivyo hawakuwa wako na uwezo wa kujitoa. Naongea na moyo wako.
Kuna wakati pia katika maisha yako unaweza kuwa muombezi sana, lakini kuna nguvu bado zimekufunga na zimeshika maisha yako, na hapo ndipo Mungu huingililia. Musa angeenda hata kama alikuwa anajua vile nchi iko na alikuwa anajua kila kitu, bila Mungu hangewatoa huko. Hata masaa ya kutoka, wakati Musa alikuwa anafanya miujiza mingi huko, Farao hakuwa anatishwa na yale yalikuwa yanafanyika. Bado alikuwa anasema hawa watu hawaondoki. Lakini Mungu aka-intervene katika nchi hiyo, ndio ang'oe watu wake huko. Ni wewe naongea na wewe. Mungu anafanya intervention katika maisha yako. Kuna mahali umeshindwa kujitoa, lakini leo mkono wa Mungu utakutoa huko. Am I speaking to you? Hallelujah. Wakati Mungu ana intervene, huwa analeta defense katika zile forces ambazo zimekushika na zinakuafflict. Kuna wakati Mungu anaonanga injustice katika maisha yako. Neno la Bwana linasema we are more than a conqueror. But kuna wakati kunaweza kuwa na injustice katika maisha yako, na ushindwe kujiokoa, na ushindwe kujitoa. Na yeye anaweza akaingililia zile hali zinaku-overwhelm na aanze kupigana vita. Naongea kuhusu Moses. Moses wakati walitoka, nataka kukuonyesha vile vita ya Mungu iko katika maisha yako. Wakati Moses alitoka na watu, katika mawazo ya Farao, alikuwa anajua hao ni weak people wenye wametoka. Kwa hivyo akiwafuata atawarudisha. Hiyo ni mawazo ya Farao, na aliwafuata. Naye katika hii safari ya Musa kulikuwa na changamoto ya vile watakavyo escape. Juu ukitolewa mahali unasikianga ku escape ndio ufikiane na vile ulivyotarajia. Wakakumbana na bahari ya Shamu. Kwa hivyo nyuma kuna maadui na mbele kuna bahari, wako stuck in between kuvuka, na huku nyuma maadui wanakuja. Mungu akaongea na Musa, akamwambia, maadui mnaowaona hamtawaona tena. Wakati Mungu anaongea na Waisraeli, hawakuwa wanaelewa vile Mungu anasema, kwa sababu hawana escaping route. Lakini mjue hii vita si ya Musa, hii ni vita ya Mungu. Kwa hivyo lazima atapeana solution, hakujalishi. Musa sasa hata kama ana encourage watu with the wise words from God, maandiko inasema akiwa stranded hajui hata yeye afanye nini. But Mungu akamwambia, inua hiyo fimbo uko nayo mkononi. Vita ya Mungu. Vita ya Mungu inakuanga na his divine direction. Yeye ndio hukuonyesha vile utakavyofanya. Kuna place leo Mungu anakutoa. Kuna wakati unaombanga yourself, na kuna wakati una need direction from God ya vile utakavyotoka. Bwana ape sifa. Hata katika kimaisha kuna wakati una need the divine direction from God, ndio uweze kufika vile Mungu anataka ufike. Hata kama kuna evil forces, hata kama kuna affliction, hata kama kuna anything yenye inajaribu kuhinda. Nataka muangalie hii hali. Musa akawekelea his rod over the water, and the water divided.
na wakaanza the crossing. But remember, the enemy haja give up because ati Mungu ameweka njia. Farao akaambia jeshi lake, hiyo njia mupitie mpaka muwarudishe nyuma. Lakini Mungu akakinga watu wake, wakavuka wote na akarudisha maji, na wale maadui wakakufa kifo cha maji. Mungu akiintervene katika maisha yako, hakuna lolote litazuia vile alivyotaka na wewe ifanyike. Napenda kuquote Job 42 from verse 2. Mambo yote inaweza fanyika, lakini kusudi la Mungu haliwezi zuiliwa. Amen. Kuna wakati God himself can enter into your fight or into your battles zenye wewe unapitia, aingie. Na wakati Mungu anaingia, Holy Spirit anaset a standard katika maisha yako, na ana cause your enemies, wale wanakufuatilia, waondoke. Glory to God. Hii nitatoa mfano na Moses. Kuna time Moses alikuwa anapigana na Wameleki, na Moses alikuwa apande mlimani, ainue mikono juu ndio Wameleki wapigwe. Na alipokuwa anachoka mikono yake, walikuwa Waisraeli wanapigwa. Juu ni mtu alikuwa anachoka. Lakini juu hiyo vita ilikuwa na Mungu, kuna watu walipewa roho ya kuelewa vile wanatakiwa wafanye ndio ushindi upatikane. Aaron and Ur. Uri wakasemezana na Aaron, ndugu yetu amechoka. Kwa sababu vita ya Mungu lazima kuwe na ushindi. Na ni wewe naongea na maisha yako. Umefika mahali unaona ni kama umepigwa, lakini Mungu anaingililia kati na ni lazima utashinda. Haleluya. Siku ya leo utatoka na ushindi. Sijui ni maeneo gani unapigwa, lakini Mungu atahakikisha umeshinda. Mikono ya Musa ikainuliwa juu. Hiyo ni watu wako na focus. Wameshaelewa huyu mtu akiinua mikono juu kuna ushindi, akirudisha chini wanashindwa. Hawagojei washindwe, wameshajua anahitaji support. Vita ya Mungu anakuanga pia ameprovide men for himself. Anakuanga na comrades wa hiyo vita. Anakuanga na soldiers wa hiyo vita. Ahakikishe ushindi umepatikana. Vita ya Mungu. Vita ya Mungu ni kama Mungu kama amekuordain for his purposes. Alafu kuinuke uovu juu yako, maovu hayatashinda, yatashindwa. Hata watu wamemwagiwa mafuta na Mungu, msichezange na wao sana. Vita yao sio yao, vita yao ni ya Mungu. Usiongee juu yao sana, hiyo vita yao si yao, vita yao ni ya Mungu. Usiwachekelee sana, vita yao sio yao, vita yao ni ya Mungu. Ninaposema vita ya Mungu, ninakwambia usihusike. Amen. Usihusike. Wacha Mungu aliyeanzisha ahusike katika hiyo vita. Bwana apewe sifa. So siku ya leo, wakati Roho wa Mungu ameinuka kiwango, nataka tuangalie Joshua na ukuta wa Yeriko.
Biblia inasema wakati watu wa Jericho walisikia vile Mungu amefanya na maisha ya hawa watu wake anaongoza, walianza kubuild the wall. Wall ilikuwa nini? Wasipenye, but Jericho ndio ilikuwa the route to the promised land. Hiyo njia lazima wangeipitia. Na juu mkono wa Mungu ulikuwa umeamua kushindania watu wake, hakuna kitu kingezuia. Niko hapa nikuambie hivi asubuhi ya leo, kama kuna ukuta umejengwa kinyume na maisha yako, unaanguka leo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu unaanguka leo, in the name of Jesus. Biblia inasema sasa Mungu anataka kuwavukisha waende ndio waingie Jericho, lakini kuna another obstacle before they enter Jericho. Kulikuwa river Jordan. Nataka ukumbuke wakati wa Musa ni Red Sea, wakati wa Joshua ni river Jordan. Kwa hivyo maji ni kama ilikuwa na shida na wao mahali. Maji ilikuwa na shida na wao mahali ya kuwazuia wafike. Mifuriko ile unaweza kuwa unapitia ya kukuzuia uende, Mungu ataisimamisha. Mungu ataiongea, niwe naongea na wewe. Mungu ataiondoa kwa jina lake takatifu. Kulikuwa Jordan. Maandiko inasema the time Mungu anaongea na Joshua akimwambia you are crossing to the other side. Nayo Jordan ilikuwa hapo ime overflow. Hakuna mtu angetoka ngambo hiyo ingine ama mtu atoke ngambo hii, but Mungu amechoose that time as his appointed time for his people. Na anasema you are entering Jericho. Nayo saa hiyo Jordan ndio iko flooded. Jordan inasema you are not going anywhere. Mungu akaambia Joshua, ambia makuhani wabebe sanduku langu, waende wakanyange ukingoni at the edge of river Jordan na miguu yao. Mungu akadivert maji, wakapita. Utapita, utapenya. Haleluya! Kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Hakujalishi ni nini kimezuia vita yako, kama Mungu ameingililia kati, hata ufalme unao kutawala ukuwe na nguvu aje, hauwezi ukakushinda. Am I speaking to somebody? Hallelujah. Wakaingia, wakafika Gilgal. Wanaona ukuta but they cannot enter. Wamevuka Yordani, sasa ni kukabiliana na ukuta. Mungu akaambia Joshua, prepare the people. Lazima wataingia. Waambie wazunguke Jericho, the wall of Jericho 6 times. The 7th time wapige kelele na huo ukuta utaanguka. Vita ya Mungu. Wakafanya hivyo first day, second day, that day, 4th day, 5th day, the 7th day. Wakashangilia. Hakuna mtu aliyetumia nguvu zake kuangusha ule ukuta, lakini Mungu mwenyewe aliuangusha kwa nguvu zake. It is not by the power, it is not by mighty, it is by the Spirit of the living God. Utapenya na utafika mahali Mungu amekusudia in the name of Jesus.
Hakujalishi ni nini kikwazo katika maisha yako, wakati Roho wa Mungu anainuka kiwango, lazima utafika in the name of Jesus. Hakujalishi ni nini imesimama, ni nini imezuia, ni sauti gani inasema, ni nini inaongea katika maisha yako. Mungu akihusika na aseme, utaingia. Haleluya. Ukuta ukaanguka, wakapenya ndani kama vile Bwana alikuwa amesema na wao, na wakafanya lile jambo lilitakiwa lifanyike. Wakainua sword na wakaharibu kile walikuwa waharibu, juu ni vita ya Mungu. Wakati walikuwa wanaendelea in the book of Numbers, kukainuka wengine, because enemy never gives up, but God is always there kukupatia ushindi. Kukainuka wengine wanajiita Wamoni na Wamoabu, na walikuwa na mfalme wao anaitwa King Barak. Na kulikuwa saa hiyo na mchawi muganga anayejua kulaani. Akilaani unalaaniwa kulingana na beliefs ya Ammonites na Amobites. Kulingana na wao, Balaam ha missed the point. But this time ana deal na wrong people, chosen people. You are a chosen people, redeemed of the Lord, na umenunuliwa kwa damu ya dhamana. King Barak akaenda kwa Balaam akamwambia, these people are coming, nataka unilaanie hawa watu. Huyu mchawi muganga akahongwa, akatolewa dhabihu za bei, akainua madhabahu alaani watu. Kabla Mungu akamzuia hata kwa safari yake. Mara ya kwanza punda kuongelesha mtu iliongelesha Balaam. Balaam na punda yake iliona malaika mahali alikuwa aende atolee dhabihu zake. Punda inarudisha kichwa, anaigonga, mpaka yeye mwenyewe akakuwa confused. Kaanza kuongea na punda. Punda inamuuliza, unaniuliza nini? Nimekubeba siku zote, sijawahi kufail, mbona saa hii? Na yeye anaiambia, juu wewe nikikwambia uende huendi. Kumbe punda imeshaona malaika, huyu Balaam hajaona. Alipopenyeshwa, unajua one thing with God, hata zuia waovu watekeleze uovu, lakini hawatafanikiwa. Wakaproceed on na journey. Mahali aliwekelea altars zile amehongo nazo, na zile dhabihu King Barak anataka ndio alaani hawa watu. Mungu alimuuliza swali, unafanya nini hapa? Ukisoma Numbers 23 utakuta vile Balaam aliona vile Mungu anapenda Waisraeli aliyokuwa amechagua, na akaona mwisho wao vile unaishia. Hata yeye akasema, natamani mwisho wangu ishie kama wa watu hawa, na nitakapokufa nikufe kifo cha mtu mtakatifu. Akaona upendo wa Mungu kwa hao watu. Kuna upendo wa Mungu kwa maisha yako. Kuna nguvu za Mungu kwa maisha yako. Hakujalishi ni nini kinashindana na wewe, hakitatoboa, hakiwezi vuka mipaka ile Mungu ameweka. Ayubu alijaribiwa, mwisho wake akashinda. Hata wewe leo utashinda kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu utashinda, kwa jina la Yesu. Mipaka ile Mungu ameweka, adui hawezi ruka. Hata ukimuona nyuma hawezi akaruka, hata akikuja mbele. Na ndio maana tunafaa kukaa tukijua tunayemfuata ni shujaa, tunayemfuata ni Mungu.
Tunayemfuata ni mwaminifu na hajichanganyi na hachanganyi neno lake na kitu chochote kile. Yeye ni mwaminifu katika maisha yetu. Wakati Mungu anaingililia vita zako, Mungu ameona vita zako na anaingililia na atazipigana, na utaona ushindi wa Bwana. Watu watakuuliza ilifanyikaje ufike mahali umefika, utawaambia ni Mungu. Utawaambia ni uwezo wa Jehova umenifikisha mahali nimefika. Nataka nikuonyeshe vita ya Mungu. Kuna huyu dada msichana aliyesababisha Paul and Silas waingizwe kwa prison. Wakienda kuhubiri anawasifu. Hawa ni watumishi wa Mungu, wanaenda kuhubiri neno la Mungu. Lakini yule binti alikuwa amepagawa, alikuwa anatumiwa na wachawi wa region. Sio kila mtu anayekusifia ako na Mungu. Ni vizuri Mungu akupatie roho ya discernment, ujuange kila kitu vile kinafanyika. Maandiko inasema hivi: wakati walitoa hiyo pepo na wale wachawi wakakosa mtu wa kutumia. Mnajua kama area hii kama kuna wachawi, kuna mtu anatumianga. Kuna mtu, usione mtu ako na kikaratasi tu anaenda tu, ama mtu anakaa wazimu na anashinda akizunguka mfikirie ni yeye ameruka kichwa. There is a spirit behind him. Hello? Spirit za region zile zilikuwa zinatumia huyu dada. Walipojua hawa ndio wameitoa na sisi hatuwapatii nafasi ya kuhubiri, waliambia watu, wao wanafundisha watu imani potofu. Ile imani wanafundisha haiambatani na sheria na yale mambo Musa alituletea. Wanahubiri vibaya, wakaingizwa kwa prison. Vita ya Mungu. Usiku wa manane Paul and Silas wakaanza, Yeshua Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba. Yeshua Amashia, Lion of Judah, Agune Chemba. Biblia inasema prisoners walikuwa nasikia wakimbia Bwana usiku wa manane. Vita ya Mungu. Biblia inasema Mungu akaanza kutikisa misingi ya gereza. Seli zikafunguka. Wafungwa wakajipata wamefunguliwa. Paka yule askari alikuwa amesimamia akataka kujiua akifikiria wametoroka. Paul wakamwambia hakuna mtu ametoroka, sisi zote tuko hapa ndani. Vita ya Mungu. Wakati Mungu ako na wewe na kuinuke vita, hauna kesi ya kujibu. Mungu atajibu kesi yako. Hawakujibu kesi, Mungu alijibu kesi yao. Asubuhi kulikosekana kesi na mashtaka dhidi yao, Mungu akawaokoa. Vita ya Mungu. Sijui ni nini kinakufunga, sijui ni nini kinakatisha safari yako kuendelea, lakini siku ya leo vile ulivyoingia sio vile unatoka. Mungu atakupigania vita zako zote. Roho wa Mungu ameinuka kiwango kuongoza njia zako. Maandiko inasema njia za yule mwenye haki zinaongozwa na Mungu. Aendapo kuanguka, Mungu mshikilia kwa mkono wake na anamuinua. Kuna mtu anainuliwa leo. Kuna mtu anainuliwa leo. Kuna mtu anatolewa mahali na kuna mtu anaongozwa na Mungu. Kuna restoration ina take place katika maisha yako. Hakujalishi vile adui aliapa ama anasema nini.
nini? Kama kuna divination ya uovu katika maisha yako, Holy Spirit anabadilisha hiyo maneno ya divination na itakuwa baraka kwako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Unajua kuna kuanga divination mbaya. Diviners wanafanya divination. The divination of Balaam ilikuwa wana wa Israeli wakuwe cast, lakini Mungu alikuwa the watchman there. Alikuwa anasema these are the blessed people and nobody can cast them. Na wewe nataka ujue wewe ni mbarikiwa, hakuna wa kukulaani. Wewe ni mbarikiwa, hakuna wa kukuangusha. Wewe ni mbarikiwa, utaenda mbali. In the name of Jesus, patia Yesu Kristo sadaka ya makofi. Haleluya. Vita ya Mungu. Vita ya Mungu. Herode akawa anaua mitume na akaona ni vizuri aendelee. Wakashika Pita. Kuna watu ukishika hata wewe kwisha. Wakashika Pita, kaingiza kwa prison. Wale wateule waliokuwa pale wakasema, hatuwezi gojea kuona mtumishi wa Mungu akiuliwa. Wakaenda mahali kwa nyumba moja wakaanza kuomba. Siku huo Mungu akatuma malaika wake ndani ya prison. Vita ya Mungu. Vita ya Mungu. Naongea kuhusu vita ya Mungu. Maandiko inasema ya kwamba malaika wa Mungu akaamsha Pita, akamwambia amka. Akakuta amefunguliwa. Akaambiwa chukua sando zako vaa. Chukua koti yako vaa. Toka na kila kitu yako. Kienda anakuta milango ya chuma inafunguka. Hakujalishi kumefungwa na nini mbele yako. Hata kama ni hiyo milango inayokaa ya chuma, itafunguka na njia zako zitaongozwa na Bwana. Haleluya. Pita alipotoka nje akafikiria anaota. Si ndoto, ilikuwa ni ukweli. Akakuta watu wanaomba. Kwa sababu wakati Mungu anahusika kwa maisha yako, hakuna chochote, hakuna lolote linaweza zuilia mapenzi yake ifanyike. Sijui ni nini huwa inaongea kwenyu. Ni kifo, ni magonjwa, ni ufukara. Ni nini huwa inaongea kwa maisha yako? Inasema hautaenda. Nimekuja kukuambia leo milango yako inafunguka, njia zako zinafunguka. Kuna upenyo. Haleluya. Kuna upenyo. Kuna nguvu za Mungu katika maisha yako. Mungu akihusika katika vita zako, Mungu akija katika vita zako. Maandiko inasema Romans 8:28, hautajaribiwa zaidi ya uwezo wako, na kama hiyo vita itakuzidi, there is an escaping route. Escaping route ni wakati sasa Mungu amehusika. Kila mtu amepimiwa kiwango cha kustahimili mateso unaweza kuwa unapitia, ama hali zile unaweza kuwa unapitia. Lakini ikiku overwhelmed, ukue sasa umeshindwa kujitoa na Mungu ni muhusika, amebakisha kamlango unaweza tokea, kwa sababu amekubakishia hiyo jambo lisikuue, kwa sababu limepimwa. Kama linaweza kuwa too much, lazima ahusike. Kuna watu enemy amekuwa too much, but hatazuia kusudi la Mungu, hatazuia uwezo wa Mungu. Haleluya. Kama alishughulikia the Red Sea, kama alishughulikia River Jordan, kama alishughulikia Paul and Silas, kama alishughulikia Peter, hata kama ni moto, halo, kukafanywa parade in Babylon. That time King Nebuchadnezzar ndiye alikuwa anaongoza.
na kukasemekana leo ni siku ya kuabudu Dagon, na akasimamishwa. But kuna watu walikuwa wamepewa majina ya kibabeli, Hazaria, Hanania na Mishaeli. Walikuwa wamepewa majina ya kibabeli, Shadrach, Meshach na Abednego. Huko walikuwa naitwa hivyo, lakini kule kwao Israeli walikuwa naitwa Hanania, Mishaeli na Azaria. Lakini huku wanapewa majina kulingana na miungu ya kibabeli. But they maintained their identity na their originality. Na maandiko inasema ya kwamba hawakuinama, hawakujiexcuse. Hata walipopewa another chance hawakuinama. Wakaambiwa death sentence ni moto. Vita ya Mungu, hata uakishiwe moto atashuka tu huko. Biblia inasema walipopelekwa, waliowafunga wakawapeleka, wao waliteketea, lakini waliopelekwa hawakuteketea. Mungu aliingia huko ndani akawaokoa. Vita ya Mungu, hakujalishi kama kuna moto mbele yako, haitakuteketeza. Mungu lazima atakusaidia. Ona Daniel, kukawekwa sheria juu wakati enemy anataka ukue stuck, anaanzanga michezo yake. Kukawekwa sheria for a month ama 21 days kusiombwe Mungu yeyote, yani kukue hivyo. But nani ako targeted? Daniel. Wanajua there is a man who cannot do without prayer. So lazima kuwekwe sheria. And these people, they were very, very loyal to their duties. Very, very loyal. Na Biblia inasema ya kwamba wale walioweka sasa wana target a man who seek God, ili na yeye akue just dormant. Biblia inasema ile sheria Daniel hakuifuata. Daniel alikuwa naomba because wakati aliona siku zinakaribia for their return, he started praying. Biblia inasema 3 times a day akiwa amepingwa. Amepingwa na Babylonians na amepingwa na wengine. Amepingwa everywhere. Akaanza kuomba. Wakasema, na sasa mimi huwa nauliza, kumesemekana kusiombwe, kwa nini wana monitor Daniel? Why are they monitoring Daniel? King of Persia amesimama kinyume na Israelite. And this is the time Daniel anaomba. Now Babylonians, they are monitoring Daniel. Any monitoring spirit for your progress lazima itashindwa in the name of Jesus. Lakini akapatikana, kukasemekana kuna mtu anaomba, na sheria inasema kusikue maombi. Penalty ilikuwa gani? Den of lions. That time ni King Darius alikuwa anatawala. Daniel alikuwa the favorite wa zile kazi alikuwa anafanya in the time of King Darius. Akapelekwa kwa den of lion, na wakahakikisha lions they are hungry. Daniel hawezi fika hapo kama hajararuliwa. Mungu akaenda kabla ya Daniel aende huko. Vita zile unapitia sio zako, ni za Mungu. Na kama kuna roho inakimbizana na wewe, haitawezana na makusudi ya Mungu yaliyo katika maisha yako. Ushindi ni wako siku ya leo. Haleluya. Hebu inuka kwa miguu yako kidogo. Unajua saa zingine nataka ujizungumzie. Nataka ujizungumzie. Sema mimi ni zaidi ya washindi. Sema naweza mambo yote ndani ya Kristo Yesu anayenitia nguvu. Sema mimi sio maskini. Sema sitakufa kabla ya wakati wangu.
nitaishi nione wema wa Mungu katika maisha yangu. Unajua kuna kusudi la Mungu. Unajua haukuletwa. Ukisoma Isaia 65, Mungu alikuwa anaweka maagano na watu wake, na ni sisi. Akasema mtanunua mashamba na hakuna mwingine atakayevuna ama alime, ni nyinyi. Mtajenga manyumba, hakuna mwingine atakuja kukaa ndani ya hizo manyumba, ni nyinyi. So right yako unafaa kuikulia katika maisha haya. But unless Mungu arapche church, but right yako inafaa kuwa right yako. In any way, kama umeondolewa kwa right yako, nataka sasa ujiposition. Nataka ufanye declaration. Sema, mwili wangu ni hekalo la Mungu aishie milele. Kile si cha Mungu ndani ya maisha yangu nataka kitoke, na nafasi ya Mungu ichukue katika maisha yangu. Neno lake linasema mimi sio wa mwisho, mimi ni wa kwanza. Neno lake linasema naweza mambo yote ndani yake Kristo Yesu anayenitia nguvu, na anayeishi ndani yangu ni mkubwa kuliko utawala wote wa gizani. Nimeshinda leo. Nimeshinda leo. Nimeshinda leo. Nimeshinda leo. Nimefunguliwa leo. Nimeinuliwa leo. Nimetakasika leo. Sijafuatwa na laana, ninafuatwa na baraka. Sijafuatwa na maafa, ninafuatwa na nguvu za Bwana. Sijafuatwa na magonjwa, ninafuatwa na amani. Nimepona, nimeinuliwa, niko na kazi. Kazi ya mikono yangu imedhibitika mbele za Bwana. Sema, mimi ni kipimo ambacho kimepitishiwa kwa moto, na kikiangaliwa kipimo chake ni sawa na hakijabadilika. Ni mimi huo, niko kama dhahabu iliyo safi na kipimo chake kimepita. Unajua kwa nini unasema hivyo? Wakati Mungu alikuumba kuna kitu ulipokea. Ulipokea pumzi zake. Mvua isiponyesha mimea ukauka. Kama maji itaisha baharini, samaki watakufa. Lakini wewe juu uko na pumzi ya Mungu, unaweza shinda hata wakati kuna ukame. Sema, nimepandwa kando ya Yesu Kristo. Sijui nitailete aje. Iko Jeremiah 17 from verse 7. Umepandwa kando ya mto, kuna uzima unaotoka kwa Roho Mtakatifu. Unakunywa. Sema, ninakunywa kutoka kwa Bwana. Ninakunywa kutoka kwa Bwana na niko na uzima. Ninazaa kila mwaka na sipungukiwi. Na wakati wa ukome sijali hofu ya ukome, juu mimi ni baraka na nimebarikiwa na Bwana. Nataka upigie Bwana makofi mazuri. Na juu umefanya that declaration, hebu enda mbele za Bwana kulingana na hitaji liko kwa moyo wako. Umwambie Bwana, wewe unayeishi ndani yangu, mwili wangu ni hekalo lako. Sasa sema, nikitoka hapa Bwana, milango yangu ifunguke. Can you speak
for yourself. Ukisema ukitoka hapo milango yako ifunguke. Ukitoka hapa njia zako zifunguke. Ukitoka hapa wema wa Mungu uanze kuonekana. Ukitoka hapa mwambie Bwana, kulingana na vile nimesikia, wewe ndio ulipasua bahari ya Shamu. Wewe ndio uliondoa ukadivert river Jordan. Wewe ndio uliangusha kuta za Yeriko. Mbele yangu nataka nikuone. Mbele yangu nataka nifanikiwe. Mbele yangu nataka nione wema wako. Mbele yangu nataka nione nguvu zako zikiniongoza. Can you speak to God? Mwambie Bwana vile unataka. Mpatie the desire of your heart. Mwambie Bwana, nataka nikuone. Nataka nikuone, nataka nikuone, nataka nikuone, nikuone uso wako, nataka nikuabudu, nataka nikujue, nataka nikusikie, nataka njia zangu zionekane zikiwa zinanyooka mbele zako, kwa sababu umeniahidia na ni katika mapenzi yako nipate haki yangu, haki ya kurithi, haki ya kupata mali, haki ya kununua, haki ya kuongezeka ni yangu. Natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Wacha Mungu aonekane kwa maisha yako. Wacha Mungu aonekane kwa maisha yako. Shetani alikuja akakudanganya wewe ni failure. Mungu akihusika katika maisha yako na katika vita zako, lazima utashinda. Wewe ni zaidi ya washindi. Wewe ni zaidi ya washindi. Wewe ni zaidi ya washindi. Ulikuja hapa ukitarajia kutoka kwa Bwana. Ulikuja hapa ukiambia Mungu nisaidie. Ulikuja hapa ukiambia Mungu nikumbuke. Ulikuja hapa ukiambia Mungu nitengenezee njia. Kuna ngome amevunja. Kuna ngome amevunja. Kuna ngome amevunja. Kuna madhabahu ya uovu ameondoa. Kuna sauti hajasikia. Hajasikiliza sauti za uovu. Anasema Mungu hataunga mkono muovu akitaka kutekeleza uovu juu ya mwenye haki, na hataunga mkono fimbo ya uovu juu ya mwenye haki. Wewe ni baraka. Tangaza, sema mimi ni baraka, na baraka za Mungu hazitachanganywa na huzuni. Sema mimi ni baraka, na baraka za Mungu hazitachanganywa na magonjwa. Mimi ni baraka, na baraka za Mungu hazitachanganywa na machozi. Mimi ni baraka, na baraka za Mungu hazitachanganywa na hofu. Natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, nikuabudu. Ukuta wa Yeriko ukaanguka. Bahari ya Shamu iliposikia sauti ya Mungu ikajikata mara mbili, kukakuwa na njia. Ni wewe Mungu anazungumzia, kuna njia leo. Hakujalishi ni miaka ngapi, kuna njia leo. Kuna tumaini lako leo katika Bwana. Kuna uwezo mpya leo. Hakujalishi hata kama umeteswa, ukateswa,
Jambo muhimu ni kwamba hujaangushwa, hujakaushwa. Mungu amekuja kutoa hapo. Alikutana na mlaanaji Balaam aliyeaminiwa sana na Moabs and Ammonites. They trusted that man. Lakini Mungu hakusikiliza sauti yake. Alimwambia, you cannot curse the people that I have blessed. Sema wewe ni mubarikiwa. Mubarikiwa wa Bwana. Mubarikiwa wa Bwana. Jione mbele. Ribashaya ndababoseketa. Jione mbele. Wacha kujiona hapo huko. Inakuanga muda tu. Usijione kwa hiyo aibu. Usijione kwa hiyo madhihaka. Usijione kwa hiyo hali ambayo umekaa nayo. Unatoka. Come on. Siku ya leo unatoka kwa jina la Yesu. Unatoka. Kutoka ni kutoka. Hakujalishi ni nini kimekuzunguka. Hakujalishi ni roho gani imekuzunguka. The cloud of darkness will not hinder you from getting to where God has purposed. Hakujalishi ni nini kinaongea juu yako, against your life, against your family. Today you are departing from that clouds of darkness. Unaondoka kwa the divinations zenye zinaongea against you. The enemy you are seeing, you shall see them no more. Kuna ukuta umejengewa na Bwana siku ya leo. There is a place Mungu ameprepare for you, and now he's taking you there. Kwa jina la Yesu. Kuna justice yako. Maandiko inasema Holy Spirit, he is an advocate. Ni wakili. Na wakati unawasilisha kesi yako kwa advocate ndio akutetee, unamwambianga, I want justice. I want justice. Iko katika mapenzi ya Mungu utolewe kwa ile jela adui amekuweka siku mingi. Iko katika mapenzi ya Mungu usikwame mahali umekwama. Uta prosper, my friend. I'm not preaching prosperity gospel, but you are about to prosper here. You are about to prosper here. Hautawekwa kwa limitation. Limitation ni mahali tu unawekwa, umepangiwa na unaambiwa you cannot go further than here. But unavuka. The road of the wicked one is broken in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hiyo kamba ya wovu imekatwa. Uliwindwa kama ndege. Mahali ndege inawekewa kaunga, kiota kimewekwa pale, kamba iliwekwa pale. Mungu anavunja mishale ya uovu juu ya maisha yako. Mungu anavunja uovu wake. Anasema hakuna silaha hata moja itainuliwa kinyume na wewe itafanikiwa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. This is the day that the Lord has made for your life. Hallelujah. In the spiritual realm, in the physical you see nothing, but in the spiritual realm kuna turn around. Kuna spiritual swift. Kuna mambo imebadilika kwa wema in the name of Jesus. Nani alisema wewe huwezi endesha gari? Nani alisema wewe huwezi jenga? Nani alisema wewe huwezi fanya kazi yako na idhibitike na ienee na ikuletee mazao? Ribashanta rabayanda. Kuna standard ya Holy Spirit katika maisha yako. Utaweza. Na hautoki vile ulikuja. I'm speaking to your spirit. Hautoki vile ulikuja. Huyo
Mungu aliyewafanyia watu wa zamani anakufanyia leo. Anakufanyia leo. Every time alikuwa ana meet watu wako na mahitaji, wale wangemulilia waseme nihurumie, alikuwa anasikia sauti yao na maisha yao inabadilika. Vita ya Mungu. Kuna mama mmoja katika nchi, the city of Naini. Alikuwa ni mjane, alikuwa amezika mumewe, na sasa the only son amekufa. That is injustice in the spiritual realm. That is injustice. Kuacha mtu akiwa mpweke, it was injustice. But one day Jesus akawa anapitia katika mji wa Naini na akakuta jeneza limebebwa. Alisema liwekwe chini. Nafikiria chakula ya matanga, wali celebrate a living life. Akaambia kijana inuka. Akainuka, akaketi chini na akaanza kusema na wao, kuna hali zako zinabadilika. Mungu amesema enough is enough. Hiyo affliction, hiyo injustice, Holy Spirit is our advocate, na anasema ya kwamba unatoka hapa ukiwa mshindi in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Unatoka hapa ukiwa na nguvu. Unatoka hapa ukiwa established. Unatoka hapa ukiwa na uzima. Mahali uliwekwa kwa jela, hizo jela zinang'olewa milango yake. Unatoka nje free through the blood of Jesus Christ. Unawekwa huru in the name of Jesus Christ. Vile enemy alitaka haitaenda hivyo. Utaongezeka, utaenea. Kamba zako ni refu sio fupi. Pasia zako zimepanuliwa. Mipaka yako haijawekewa kiwango. Unaenda mbali in the name of Jesus Christ. Kuna mapenzi ya Mungu. Kuna mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kwa Yesu ilikuwa ulimwengu uokoke. Kila mtu anakuanga katika mapenzi ya Mungu. Hebu chukua nafasi yako. Sema, Mungu, mapenzi yako ifanyike. Mapenzi yako ifanyike. Kuna wakati huwa tunakaa na hatujui kama tuko katika mapenzi ya Mungu. Enemy akikuangalia hivi anaona hata hujielewi, hata hujijui. Kuna mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu number 1, anatakanga uprosper. Uishi vizuri. Sio ishi maisha ya ukienda unadanganywa ati andika chief ina power unapewa. No. Maisha ya Mungu ni ujue vile amekuambia uishi vizuri. Chukua maisha yako. Chukua maisha yako. Chukua maisha yako. Sometimes tunachanganyikiwa because we don't give Holy Spirit an ear. Atuzungumuzie. We don't need any item to confirm that Holy Spirit is speaking. We just need to believe in him. Anakuambia ya kwamba kuna maisha yako. Na hiyo maisha umejengwa on the rock that cannot be shaken. Na ndio maana Yesu akaambia Peter, in this rock I build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So vile Mungu ameongea katika maisha yako, no darkness inafaa kushindana na wewe. But tunasahau. Tukisahau tuna consult somewhere else. But today Holy Spirit ako katika nyumba hii. Anataka kukuongoza na anataka kukusaidia. You are not going the same way. Alitaka uishe. Maisha imekuwa renewed. Maisha imekuwa renewed. Restoration take place katika maisha yako. Deliverance. Deliverance si kutapika. Israelite hawakutapika. There was no time to vomit. Time ile walikuwa nayo ni ya kuagree with the word of God, wakawa delivered. Ukiagree, watu wanafikirianga I deliver you, anaanza kutafika. Sio lazima utapike.
Unaweza sema nime overstay but not anymore. I have heard you, God. Ukianza kutoka unatokanga na your spirit. Your physical body inaweza kuwa iko hapa, lakini wewe unaweza kuwa umeenda mbali. Then the manifestation ya spirit yako itaanza kuapia in the physical. Unaweza ondoka in the spirit according to the word of God. Mungu alifanya hivyo na Hezekiel. Akamuinua in the spirit. Alikuwa anataka kufanya justice for the Israelite. Ezekiel 37. Akamchukua in the spirit. In a vision akampeleka kwa valley of a dry bones. Akamuuliza, man, can these dry bones live? Naye Ezekiel akamwambia, you know Lord. Akamwambia, prophesy. This is the house of Israel. Wanasemanga niliwaachilia. Wanasema hakuna kitu wataona. Wanasema hawajiwezi. They are dry. Speak to the dry bones. Biblia inasema as he was prophesying, akiambia mifupa mikavu sikieni vile Mungu anasema, ikaanza kusogeleana, hali zikaanza kurudi. Mungu akamwambia, there is hope in the house of Jacob. Mito yao, mashamba yao itazaa mizabibu, mifereji yao itatoa maji. There is hope in your family, in your life. Kama kuna any dryness, enemy amekudry, hata ukisikia neno la Mungu it's like, sasa huyo pastor anasema nini? Usikii. Juu kuna the dryness. You dryness of the spirit, hear the word of the Lord. Lazima kusikike, kukue na ile unyevu wa kusikia Mungu in your spirit. Mungu akasema, that is their hope. They thought I have forgotten them. Na wanaongeanga wakiona kama niliwaacha. I'm here also kukuambia, God has not forsaken you. Hallelujah. Na vile umeingia, I hear it very well. Ninasikia vizuri. You came expecting from God. You are not living the same way. Ulikuja hapa ukiwa kuna ukame, kuna ukavu, umeshikwa. You've been set free. Umewekwa huru in the name of Jesus. The same God mwenye aliambia Ezekiel, speak to the dry bone. Ati ongea kwa that dryness of your life. Yani unaonanga ni kama wewe ni wakuishi hivyo unaishi. That is a lie. Wewe ni mtu tofauti. Kuna miaka inakuja hatutakujua. Hata utakuwa unaslay. Tutakuwa tunakuuliza, ala? Life ikichange my friend, mtu uslay. Mpaka mtu anaongeanga ni kama kichwa anati. Unajua kuna shida inakaushanga mtu mpaka unaongeanga ukiangalia hivi juu. Nilikuwa nakuambia, mtu anakuuliza njia ya kwenda kona ni wapi? Ya kwenda kona. Mpaka uko confused na saa hiyo uko Kayole Hospital na kona iko karibu na ni Soweto. Yani hata ukiongea hauko hivi. Mungu akija katika maisha yako, mtu akuulize njia ya kwenda kona ni wapi? Umepotea. Uko sawa. Unamwambia, okay, can I give you a lift? Nikudrop hapo. Niwe naongea na wewe. Hallelujah. Maisha imebadilika. Ukikutana sasa, watu wanaogopa mapepo juu ya umaskini. Yani umaskini inafanya mpaka mwendo wazimu akikuomba chakula uwezi mpe.
Do you know ukiwa blessed of the Lord unasemanga hata shetani atume mtu wa kule, mimi ni mbarikiwa, nitakuliwa na hawatanibaliza. Yule anayeishi ndani yangu ni mkubwa kuliko wale wametumwa. Wacha wakule wajue kwa Mungu kuna baraka. Utakuwa tu unanyosha mkono na ukienda kwa maombi unasema hata kile uliiba kwa maisha yangu regesha mara 10. Yani adui anasikia haya, nilikuwa nafikiria huyu namumaliza. Because unakaa na ufunuo. Hatuogopi mapepo wale, tumekombolewa. Hata ukutane na mtu anakaa kichwa usiseme ama shetani amemupe. Kama uko na mkate anasema maziwa mununulie, huwezi malizwa, huwezi isha. Bwana ape sifa. Lakini haki umaskini ni mbaya. Mtu anakuja anakuambia nimekuja lunch kwako, na wewe unamwambia hata mimi sijui nitakula nini, na uko na unga nusu kwa wardrobe. Unakaangalia hako huyu atashiba na labda hajakula siku 3, na mimi venye ninasikia hii njaa inanipeleka. Lakini ukibarikiwa, mtu akuja akwambia aki sijakula, unamuulizanga naweza nikakupatia unga na sukari? Because unajuanga kwa storage yako ikiondoka lazima irudi. Ikiondoka yani ile uchoyo hakuna. Bwana Yesu, ama naongea uongo? Si uchoyo huko kwa umaskini. Mungu anakutoa huko. Mungu anakutoa huko. Haleluya. Mungu anakutoa huko. Acha hivi tunaogopanga ati watakuja watusalimie, ati watuweke mikosi. Sisi hatubebangi mikosi. Wanatusalimia, wanateleza, wanakuta mafuta ya Bwana. Tuko na mafuta ya Bwana. Sisi hatubebi maovu. Wanatusalimia, wanateleza. Kwa ulimwengu huu watatusalimia, kwa ulimwengu wa kiroho wanateleza. Na unaishi vizuri. Ati watakuitisha pesa wapeleke kwa wachawi. Sio sisi huwa tunalinda maisha yetu. Anayeishi ndani yetu ndiye analinda maisha yetu. Wanaiba pesa zetu, tunazidi kuinuliwa. Juu wakichukua, kitabu cha Ayubu kinasema ati atachafua tumbo la shetani mpaka atapike. Chochote amechukua katika maisha yetu, wanachukua, wanachafuka. Hawawezi enda na maisha ya mtu ameteuliwa na Bwana. Hawawezi enda na maisha ama na vitu za mtu ameteuliwa na Bwana. Nijaribu uone. Kuja ujaribu kunisalimia, ati sasa ufikirie umenimaliza. My friend, mpaka kile uko nacho unaweza shangaa. Mpaka kile uko nacho upoteze. Sisi ni wapakwa mafuta wa Bwana. Nikwambie kitu inafanyika siku ya leo. Kuna mafuta mapya, kuna mafuta mapya umeyapokea kutoka kwa Bwana. Maisha yetu inafanywa service every day. There is servicing of the Holy Spirit katika maisha yetu. Ndio maana lazima Yusufu angeondolewa kwa ndugu zake, apelekwe mahali hawamuoni, ndio wakimtokea wamkute akiwa tofauti. Kuna mambo Mungu anafanya kupitia damu ya Yesu. Kuna mabadiliko. Hizo nguvu zilitembea na manabii. Hizo nguvu zilitembea na Elisha, zikatembea na Elisha, zikatembea na Yesu. Maandiko inasema, Paul akasema, nataka nijue hizo nguvu zilizomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Hizo nguvu zinakutoa mahali umewekwa na zinakupeleka mahali Mungu mwenyewe amekusudia. Kubaliana na Mungu. Psalms 119 from verse 105. Neno linasema, neno la Bwana ni taa ya miguu yetu, ni taa ya miguu yangu, na ni mwangaza wa njia zangu. Njia zako ziko na mwangaza. Njia zako ziko na mwangaza. Njia zako zimeangaziwa kwa jina la Yesu. Psalms 34:10 inasema, wanasimba wachanga wanaweza tindikwa njaa na wakose kitu ya kula,
lakini wamtafutao Bwana hawatakosa lolote lililo njema. Kuna wema wa Bwana juu ya maisha yako. Sijui kama unajua ninafanya nini. Ninafanya operation kwa maisha yako as I decree the word of God. Kuna wema wa Bwana. Kama kulikuwa kumewekwa uovu, kuna wema wa Bwana katika maisha yako in the name of Jesus. Daudi akasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hautapungukiwa, hautapungukiwa, hautapungukiwa. Uko na Mungu, hautapungukiwa in the name of Jesus. Akasema, amenimwagia mafuta, kikombe changu chafurika. Wema wake na fadhili zake zitanifuata. Huruma za Mungu na neema ya Mungu inakufuata. Unaonewa, anakuhurumia. Unapangiwa vita, anakupigania kwa neema yake, kwa huruma zake. Psalms 113 from verse 6. Neno la Bwana linasema, yeye ni mvumilivu kutazama mambo ile inafanyika juu na ile inafanyika hapa chini ya jua. Lolote linafanyika kinyume na wewe, Bwana atakuongoza ushinde. Bwana atakuongoza utoboe. Hizo kuta zenye umefungiwa zitatobolewa zote, na Bwana atakusaidia. Alinayevumilia kuona ukiteseka hatakuacha, hatakuacha. 2 Corinthians 6 inasemanga namna gani? Hakuna meza moja kati ya nuru na giza, shetani na Mungu. Shetani hata shindania kile Mungu amekomboa. Umekombolewa, umekombolewa. Haleluya. Na kwa sababu wewe umewekwa wakfu na Bwana na kuna mafuta ya Mungu, kila any yoke yenye unajua unaweza hukiwa, yani umewekwa the yoke mpaka umefungwa. Huyo ni shetani akifikiria. Alifikiria amemaliza Job akaanza na akawa renewed tena. Your life will end the way God wanted. Hallelujah, hallelujah. Hebu pigia Bwana makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Hallelujah. Hata punda saa zingine huwa anafunguliwa, na akifunguliwa Mwokozi anakaa juu yake, na akikaa juu yake ile punda inapata kibali, na mashuka inatandikwa chini, na nyimbo za hosana zinaanza kuimbwa. Nyimbo mpya zitaimbwa katika maisha yako. Mkombozi wetu atakukomboa. Mkombozi wako yuko hai. Hata kama ulikaa mahali, huondoki vile ulikuja. Nani anaweza simama kinyume cha Mungu? Hakuna. Nani anaweza simama hapa mbele? Hata King Jehoshaphat alisema, nani anaweza simama mbele za Mungu ashindane naye? Nani? Wacha kuogopanga tu agenti tu mapepo na tu mashetani na tu mawachawi na mauganga. Atushindange ukisema umerogwa. Hawawezi kwa mtu ambaye amewekwa wakfu na Mungu. Hawawezi. Na wanataka you take a stand. Na wakati unaomba kwa maombi, unaomba kama shujaa. Una challenge. Na unaalika Holy Spirit, unamwambia, you are my advocate. It is in the will of God that I may prosper. Prosper me. It is in the will of God that I may receive my wealth. Wealth me. It is in the will of God that I may receive honor. Honor me. It is in the will of God that I may see the goodness in the land of this world. Bless me. Lakini adui anajuanga hawajui kuomba. Ile kitu wanaombanga nishindwe. Si umuache hapo tu akitembea, wewe uendelee. Si umuache hapo. Pale msalabani, si
Shetani, Yesu alipoenda kule kuzimu akamnyang'anya shetani za kuzimu na mauti, aliingia huko ndani bila kumuuliza ruhusa, akatransfer watu akawapeleka paradiso, mahali alikuwa ameambia yule mwizi, tutakutana na wewe paradiso, tutakuwa tunakula na wewe huko. Shetani akabaki akiwa shetani, naye Yesu akabaki kuwa Yesu. Hata sasa Mungu ni Mungu. Kazi ya shetani ni kuua, kuharibu na kuangamiza, lakini kazi ya Roho Mtakatifu ni tupate uzima wa milele na tuwe na matumainio katika Bwana. Siku ya leo kuna nguvu za Mungu, kuna uwezo wa Mungu, kuna uwezo wa Mungu na kuna utukufu wa Mungu. Mimi nasikia kitu tofauti, kama wewe usikii sijui. Mara nyingi nimeshawahi prosper nikihubiri na mimi nahubiri. Mimi kuna kitu nimesikia leo, na ibada ya leo sio ya kawaida. Na kuna shift ya kiroho imefanyika in the spiritual realm. Na kuna kazi Mungu ameanza. Kuna wakati umekombolewa. Sema ni wakati wangu. Yes, kuna wakati umekombolewa. Enemy alikuwa overstay, but Mungu amekomboa huo wakati. Huo wakati ameukomboa na anasema ni wakati wako wa mafanikio, ni wakati wako wa kuona wema, ni wakati wako wa kukutoa kwa madeni, ni wakati wako akufanikishe ufike hapo Mungu alitaka. And this is the time. And this is the hour. Hallelujah. Moses walishinda Wameleki. Joshua pia yeye alipigana na Wameleki na akashinda wa Moabu. King Jehoshaphat hakupigana vita ya Mungu, walienda wakisifu Mungu. Ukitoka hapa uende ukimwambia Bwana asante. Kuna siku moja tulikuwa tunafanyia ibada yetu kwa plot iko hapa Nest. Wakati huo hatuko tumeingia. Mungu wakati aliniita na nikasikia ananiita huku Kayole. Nilikuwa mkaaji wa Kayole. Nikazunguka mahali tulikuwa tunaenda tukitafuta. Tulikutana na mzee mmoja aliyenivunja moyo. Akaniuliza, hata wewe umeanza kutafuta plot ufanye biashara ya kanisa? Saa hiyo kanisa ilikuwa inafanyika kwa nyumba yangu. Huko ndio tulianzia. Niko nabadilishana viti na kwa kanisa. Na nikawa nimevunjika moyo. Nikakutana tena na mama jirani. Nikimwambia kanisa iko kwangu karibu. Kaniambia, hata wewe ulianza kazi ya kuokota sadaka? Ule mzee, na saa hiyo mimi ni mchanga wa mwito. Nikaenda nikachukua Bible. Napenda saa zile matatizo ni mengi kukaa na hii Biblia, hata kama inikalie niulize Mungu maswali. Nikalia sana. Nikauliza Mungu, kwani tunaendaje na wewe? Mungu akaniambia, wacha kulia, nishukuru. Nikaanza kushukuru Mungu. Nikashukuru Mungu na nikamaliza. Na nikaambia Mungu, tumia hata nyumba yangu, nimekubali. Asubuhi nikapeleka mtoto shuleni. Huyo mama Mungu ambariki sana. Huyo mama akaniambia, ulipotelea wapi? Nikamwambia vile Mungu anafanya na maisha yangu. Ni mama wa PCA, lakini venye alinipokea alisema, pia mzazi wa shule yangu amefanywa pastor. Mnashiriki wapi? Nikamwambia kwa nyumba yangu. Akaniambia, msishiriki tena kwa nyumba, useme upewe kifunguo hapa mpaka siku ile mtajenga kanisa. Huyo mama akanikubali.
So tukiwa pale kanisani, watoto wa Sunday school wameharibu vitabu, nilikuwa naripotiwa kila siku. Nikiripotiwa nachukua ripoti, anaignore ripoti. Nikienda kwake anamwambia, "Aki, walimu akaniambia, waliniambia wawache, wale waliharibu ni watoto, vitabu ni za watoto. What do they expect children to do? Wavumilie na wao." Mungu alitusaidia. Tulitoka kwa hiyo plot nest, naye Mungu akasaidia Pastor Mbogwa. Tukipita hapa Mbogwa akaniambia, "Ujue hii ni kanisa." Na ikafanyika, na saa hii tuko hapa. Hiyo ni dhibitisho ya vile Mungu hufanya kazi. Hata wewe Mungu hata kupungukia, na Mungu hata kuachilia. Na hatujajenga hii kanisa ikafika hapa juu tulikuwa na pesa. It is not by mighty, it is not by power, it is by the Spirit of God. Hata wewe katika maisha yako Mungu atakuinua na Mungu atakuongoza. Hebu inua mikono yako, ubariki jina la Bwana. Bariki tu jina la Bwana, mwambie Bwana asante. Kwa yale umesikia mwambie asante. Kwa neema hiyo alikuwa nayo hapa na ile itaendelea kusonga na sisi, mwambie asante. Kwa nguvu zake mwambie asante. Kwa utukufu wake mwambie asante. Asante Bwana. Tunabariki jina lako. Tunainua jina lako. Asante kwa neno lako. Asante kwa kuwa hutatuacha. Asante kwa kuwa hutatupungukia. Asante Bwana. Pokea sifa. Asante kwa sababu utaendelea kutuongeza. Utaendelea. You will continue increasing us and multiplying us. You will continue enlarging our territories. You will continue blessing us in abundance. You will continue, Lord, lifting each one of us. You will continue, Lord, doing what you have purposed to do upon our lives. Thank you, Lord, because this is the day. Thank you, Lord, because this is the day that the way we came here, we are not living the same way. Thank you, Lord, for the swift of the Holy Spirit and shifting us, Lord, and turning things around. Thank you, Lord, for breaking every yoke that was laid on our shoulders. Thank you, Holy Spirit of God, for your intervention. Thank you, Lord, for guiding us. Thank you, Lord, for delivering us. Thank you, Lord, for bringing restoration upon our lives, oh God. Thank you, Holy Spirit of God, for raising a standard, Jehovah King, and for fighting our battles this afternoon. Thank you, Holy Spirit. We take your word. Twakubaliana na neno lako. Twakubaliana na mapenzi yako. Twakubaliana na njia zako. Twasema asante. Asante Bwana. Asante Bwana. Receive all the honor. Receive all the glory. Kwa sababu wewe ni Mungu. Baba, nabariki maisha haya. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Na vile unavyofanya hakuna anaweza kataza mipango yako kutimia katika maisha yetu. Asante kwa njia zako za haki. Asante kwa mapenzi yako. Asante kwa neema yako. Asante kwa nguvu zako. Pokea utukufu. Pokea hata heshima. Tunakubariki na tunakuinua. Kwa yale yote umetenda na yale umenena, ni kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na shukurani. Kwa jina la Yesu Kristo. Wacha ni